Haleluya. Ni kweli wahubiri hawa hawajui kuwa chanjo ya corona au corona yenyewe ni 666 au ni njia ya kuendelea kuwalaza akili wafuasi wao waliowatapeli mali nyingi wakiwaambia Yesu anarudi. Ni kweli wahubiri hawa hawajui kuwa corona hii na chanjo yake ni 666 au ni njia ya kuendelea kuwalaza wafuasi wao waliowatapeli mali nyingi wakiwaambia Yesu anarudi. Kuna wahubiri ambao wameishi maisha ya nasa sana kwa sababu ya mali nyingi walizozitapeli kwa watu wakiwaambia Yesu anarudi, ama wakiwaambia kwamba watabarikiwa. Nasikitika, tunazo habari za kwamba watu waliuza viwanja, watu walichukua kiinua mgongo chote walikabidhi kwa mhubiri, na hatimaye wahubiri wako hata wanaojinasibu na kujisifu. Siwezi kutembelea kigali cha ovyo cha milioni 10-15 cha Japani. Mimi nanunua gari la milioni 500. Mimi na nyumba zaidi ya 15 hapa mjini. Wapo wanaosema mimi ni tajiri kuliko mkoa wa Dar es Salaam. Lakini wakati tunajua hizo mali kwa sehemu kubwa, kuna watu ambao wanatembelea ndara sasa, waishaacha wokovu, wanaishi maisha ya shida. Wako watu walikufa kwa pressure kwa sababu walichukua viinua mgongo, pesa zote walipeleka. Waliuza nyumba zao, pesa walipeleka. Waliuza viwanja vyao, pesa walipeleka. Sasa wahubiri hawa wanaona kabisa sasa jahazi inaenda kuzama. Waliwadanganya watu kwamba Yesu angerudi kabla mpinga Kristo. Sasa huu mjadala najaribu kutafuta ni upunguzie usio mrefu, kwa sababu hii ya Yesu angerudi kabla mpinga Kristo au baada, nimezungumzia sana katika ile ambayo nimesema enyi viongozi vipofu wa vipofu, na kuwekea title inavyoitwa hapa na linki chini yake, pengine uende huko. Ingawa leo pia naona vema nigusie tena. Nigusie ili tuendelee kukumbushana. Lakini hao wahubiri ambao wengine wanajiita ni wazee, wakumbuke wako akina wazee akina Eli. Wakumbuke, yani swala la kuhubiri miaka mingi na siku nyingi na kuitwa mzee kusikuhalalishe kwamba umeendelea na utaendelea kuwa halali. Uhalali wako ni umesaidiaje watu? Unasaidiaje watu kujitegemea na kuishi juu ya hatari, magonjwa na vitu vyote ambavyo walimwengu watapigwa navyo? Lakini mzee ambaye umewaweka watu kwa misukule, wanakutegemea wewe tu, kile utakalosema, yani imani zao haziwasaidii lolote. Umewafuga tu kama misukule. Mungu hawasaidii chochote mpaka wewe useme chochote. Na wewe unasema ni mzee, ni umehubiri siku nyingi, wakati si wengine tunaona basi tu ulitunga vitu migumu, watu wakabeba vitu migumu kadhaa ndio kwenda mbinguni. Sasa umechoka, umeviachia vyote kwa spidi kubwa, na kwanza kuwalazimisha watu waamini ushetani, na kitu ambacho hata watu wako wenyewe tunaamini. Hapa sasa ndo wanapoanza kupiga hesabu ya kila nyumba waliloliuza na kiwanja waliloliuza, na umaskini wakabaka umepauka, menguo iliyochaka mepauka. Na wengine wanaanza kujitambishia kwamba ni matajiri kuliko mkoa wa Dar es Salaam au mkoa wa Mbeya. Najitambishia na nyumba 18 mjini. Sasa hawa wahubiri hawa ambaye mmoja wapo amesema hata mkila cha kufisha hakitawadhuru.
hata mkila cha kufisha hakitawadhuru. Mwingine akasema tumeonyesha andiko moja linaloonyesha kuwa corona ni chanjo, corona au chanjo ni 666. Hawa kweli hawajui? Kweli hawajui hawa? Hawajui hawa? Corona na chanjo ni 66. Kweli? Kweli hawajui? Kwa sababu kusema wamechukua vipande 30 vya fedha haingii sawasawa kwamba ni vipande 30, haingii. Unajaribu kuona kwamba ndio hawa ambao walidanganya watu wasema Yesu angerudi. Walidanganya watu kwamba Yesu angerudi. Sasa Yesu hajarudi. Yesu hajarudi. Na watu inabidi wapite katikati ya dhiki kuu. Nimesema usianze kunisumbua hapa kusema kwamba kanisa itanya, nenda kasikilize ile clip. Naweka link hapa, naweka na title. Kasikilize ile clip ile. Nimechanganua sana. Hapa nitagusia kidogo sana. Sitaki kila kitu lazima tunaenda unarudia kile muda mrefu. Akina Kibwetera, akina Kibwetera hawa si akina Kibwetera hawa. Metapeli mali za watu, Tunazo habari watu waliuza vireani vyao, waliuza viwanja vyao, waliuza nyumba zao. Sasa hivi wako mitaani wanarandaranda, wengine wamekufa kwa pressure, wengine ni vichaa, wengine ni walevi. Wengine wana hali mbaya sana, wana hali mbaya sana. Alafu baadaye sasa naanza kuambia Yesu atarudi, Yesu angerudi, basi kama hii ni 666, basi wote tumeachwa, Yesu alisharudi na kuchukua watu wake. Si mlisomewa Biblia na kina Kibwetere? Biblia gani iliyosema Yesu atarudi kabla ya dhiki kuu? Soma Mathayo 24 bali. Soma Wathesalonike wa pili, sura ya 2 bali. Nishasoma, nenda kafuatilie kile kipindi kule, kafuatilie kule bwana. Sio comment vitu vya kijinga tu hapa. Hapana, ilisemwa tutanyakuliwa kabla ya dhiki kuu. Tutanyakuliwa, kasome Biblia ipi vya kutunga tu. Biblia ipi, andiko lipi lilo wazi. Fuatilia kule, rudi kule. Hapa sielezei sana. Lakini ninachosema, anasema tumuonyesha andiko moja linaloonyesha kuwa corona na chanjo sio 666. Huyu kweli huyu kweli na kweli hajui. Nimeonyesha yuko kimya. 3, anayesema njia ya kujikinga na ugonjwa ni sayansi wala si kuacha dhambi na kula chakula kama dawa. Kuna mtu ambaye sasa anasema njia ya kujikinga na ugonjwa ni kufuata sayansi wala sio kuacha dhambi. Hebu nianze na huyu. Na kuuliza wewe, nianze na wewe. Kama sayansi ndiyo kinga, basi unasali au kuabudu ili weje? Niende mbinguni. Baba zako waliabudu waende mbinguni. Ukoona walivyokingwa na maradhi. Ukoona walivyoponywa maradhi. Ukoona walivyoongezewa siku za kuishi na siku zikawa zimejaa uzima. Ndio maana midhambi uliitunga mwenyewe midhambi, ukaiweka mambo magumu, ukaweka imani kuwa ngumu, ukatunga vitu vya uongo, ukasema hii ndio midhambi, ukaacha tu watu wanavaa migorore, migauni ya ajabu, minywele wao umeweka ajabu, misura mibaya, utafikiri imetoroka kwenye nyumba ya mganga wa kienyeji, misura mibaya. Ulitunga vitu ya ajabu, ukaacha vitu ambavyo nilikuonya mimi, nilishaonya sana huko nyuma. Ukaacha vitu ambavyo Mungu huadhibu na kuhukumu ulimwengu mara. Mijitu ikawa na mitabia michafu, ina tamaa ya zinaa, ni mikali hiyo, ina hasira, lakini ukaitungia midhambi yako kwa mujibu wa dini lako, ili kuogope sana, ikuone wa tofauti sana, iuze viwanja, iuze magari, iuze nini.
ndio ukajipatia mali sasa. Sasa hivi sasa unataka wakabidhi watu mikononi mwa shetani kwa kuambia hii sio 600 sasa. Sasa nianze na wewe, nianze unaabudu ili weje? Unaabudu ili weje? Kwa sababu itakiwa uabudu ili Mungu akukinge na maradhi. Maradhi yao ya mlipuko, yao ya kutengeneza na watu, Mungu akukinge na maradhi. Subiri. Soma Zaburi 91, sikia. Zaburi 91 hapa. Zaburi 91. Anasema ketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni haribuyo, kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele warubua adhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguke ubavuni pako, na 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe, ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. 10, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaiharibu hema yako. Niongeze na mistari ya ziada, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa umekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ameniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Aketie, mstari wa kwanza, aketie mahali pasiri paka aliye juu. Sio aketie kwenye dini lako na jina lako na makusudi yako ya kujitajirisha wewe, kwa kuambia watu watabarikiwa, wataenda mbinguni, na wakati wewe unakuwa tajiri hapa tu. Unakuwa tajiri hapa tu. Ona hapa tauni imetajwa mara ngapi hapa? Tauni imetajwa mara ngapi hapa? Imetajwa mara ngapi hapa? Mungu atakuokoa na utayaona malipo ya wasio haki. Lini kinga ya mwovu ni sayansi? Lini tumeenda kinyume cha sayansi kwa mambo mangapi? Hii maiki tunayoshika hii, wameshika wakifua kikuu wangapi? Tumeshika hii maiki. Tuongee vingapi? Tumekula vingapi bila kunawa? Tumepita kwenye mazingira gani ya hatari na yenye hewa zenye kuambukiza? Kwa sababu ya imani na Mungu huyu hatujaambukizwa magonjwa hayo. Tumefunga mara ngapi vitu ambavyo ni kinyume cha sayansi? Ni mambo mangapi ambayo tumeyafanya kinyume cha sayansi na tumesurvive? Mambo yamekwenda. Aliyekudanganya kwanza kwamba kwenye corona hii ni sayansi? Sayansi gani inayolazimisha? Sayansi gani ambayo hakuna kazi, hakuna ajira usipochanjwa, hakuna kusafiri usipochanjwa, hakuna kuuza au kununua usipochanjwa? Sayansi gani ya kipumbavu hivyo? Sayansi gani ya kijinga hivyo? Sayansi gani ya wizi hivyo? Sayansi gani ya kibabe hivyo? Sayansi ni kitu ambacho tunaiga sisi. Sayansi, unaona watu wanatembea na ndege juu, unatembea chini, unaamua kusomea, unaifuata mpaka ugaibuni ukasomea sayansi. Sayansi inakuvuta mwenyewe, inakuvuta. Tungeona sayansi wanadungwa hiyo misindano, sasa ndio hawaumwi, hatuwaoni mahospitalini. Tungejua ni sayansi. Misindano wanadunga, alafu unakuta mtu anaanza kucheza namna hii. Unakuta lijicho ametulia tu. Uamini ndio hilo, unakuta tu anasema tu ni mchanja. Mimi naambia mchanja. Unaona anacheza tunajua hii shughuli. Sayansi gani? Wanalipi ambalo wamechanjwa liko tofauti na tulivyo? Sayansi gani ya kibabe hivyo? Sayansi ni kitu chenye mvuto. Sayansi ni kitu kinachowavuta watu waende kwa sababu ya faida zaidi ya wanavyoendelea. Sikia Kumbukumbu la Torati sura 28. Kumbukumbu sura 28.
nisome mstari wa 60 ngapi hapa? Mstari wa 60 ngapi hapa? Wewe unayesema sayansi ni kinga, ni maarifa. Ni maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa si ni kitu kinachovutia watu. Maarifa ni kitu kinacholeta tija mara 2 ya asiye na maarifa. Kinaleta faida. Maarifa ni kitu cha kibabe. Sema barakoa ni kama viatu. Shawahi kuona tumewekea shahidi makanisani lazima tuvae barakoa. Masokoni lazima uvae kiatu. Mshawahi kuona kila nyumba wanapita watu wa afya kukagua kama watu wanalala kwenye chandarua. Mshawahi kuona zansi hiyo? Mibarakoa yenu hii. Hamlazimishi watu mibarakoa yenu. Asante Mungu kwa Tanzania hapa. Wingu la Mungu lipo linashindana na kusudi ovu. Lakini kwenye maeneo fulani nakuta kila wakikusanyika watu wa aina fulani lazima pana mibarakoa. Hawa wakitoka wakienda mahali kwingine unakuta hawa unajua tu kabisa kuna lazima chini yake. Misayansi gani ya kishetani? Misayansi gani? Sikia mstari wa 60, 58 pale. Sema kama hutaki kutunza kuyafanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina la fahari na utisho Bwana Mungu wako. Narudia hapa. Nielewane vizuri na wewe hapa. Wewe. Hivi mkoje? Mimi ninachojua ni pesa za watu mlitapeli sana nyie. Pesa za watu mlitapeli sana. Nasema nimeitwa, sihitaji kufanya kazi yoyote. Nimeitwa. Mwisho wa siku mkaa tu mnatapeli pesa za watu. Na tapeli umewaacha, umeuza maviwanja, wamebinua mgongo vyote walitoa. Mwisho wa siku hata walianguka, waliacha hata wokovu, wamefilisika. Ni kweli mliwatishia laana kiasi kwamba hawawezi hata kuongea kwamba kweli tuliibiwa. Wanasema ukija kuongea, mimi ukinitukana mimi ni Masihi, ukinisema kwa makosa mimi ni Masihi, unakufa, unalaaniwa. Mimi nimewasema mara ngapi? Nimekufa wapi? Nimewasema mara ngapi? Mimi ndo naanza hapa. Mimi upumbavu wote mnafanya vya kipumbavu, mnatapeli watu. Nimewasema mara ngapi? Hata kwa kuwataja majina yenu. Nimewasema mara ngapi? Nimekufa wapi? Mfanye mambo ya kipumbavu mseme Masihi wa Bwana asemwi. Mnaiga maandiko ya kwa Musa, wewe Miriam na msemaje Masihi? Musa alikuwa mkamilifu katika njia zake zote. Alikuwa mwaminifu katika mambo yake yote. Nyie ni waaminifu, ni Masihi nyie? Ni Masihi. Hebu soma kabla sasoma hii usiendelee ni kumbukumbu. Nikusomea Musa hapa mnaweza. Musa Masihi wa Bwana utakiwi kumsema. Mmeatishia watu, mmewatapeli hela, mmewalagai, mmewambia watabarikiwa, mmewambia watakwenda mbinguni, hawajabarikiwa wajaenda mbinguni, wameanguka, wameacha, ishapotoka, wengine ishaenda kuanzisha na vimakanisa huko wakajiita manabii na nini, wengine wametoka huko, ila wanachoogopa tu usimseme Masihi. Akina Daudi wanaambiwa pumbavu, akina Sauli wanaambiwa pumbavu, akina Herode wanaambiwa mbweha. Wewe Masihi kuzidi hao wewe. Tapeli mkubwa wewe. Musa, mnakoti andiko hili Hesabu 12. Sema kisha akamwambia, mstari wa 6, kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Huo ndo mstari ambao nyie mnakuja kusoma mwishoni. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Musa gani? Mwaminifu katika nyumba yangu yote. Mstari wa 3, Hesabu 12 mstari wa 3, Biblia inasema basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Huyo ndo Musa. Nyinyi wapole nyinyi, matapeli nyinyi.
Ni wapore nyie. Tusinene upumbavu mnaosema. Napotosha na kujaza hofu kwa watu. Natukuza kiugonjwa kwamba ni kikubwa kuliko jina la Mungu na uponyaji wake. Nasema tunaenda hospitalini. Tunaenda hospitalini. Wako watu hospitali zilitoshindwa. Huyu Yesu ndiye aliyetoa hivyo magonjwa hivyo vya kila namna na kutulinda na magonjwa mengi sana. Ametulinda na magonjwa mengi sana. Leo nakuja kuleta ujinga tu hapa. Vingapi tumekwenda kinyume cha sayansi na tumesurvive vizuri kuliko wanasayansi wenyewe. Sikia hapa. Kumbukumbu 28 mstari wa 58. Kama utaki kutunza kufanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho Bwana Mungu wako, ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu na mapigo ya uzao wako, mapigo makubwa kwa kweli ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana, naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako uliokuwa ukiogopa, nayo yataambatana nawe. Tena kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii atakutia nayo Bwana juu yako hata utakapokwisha kuangamia. Nirudie tena kusoma hapa, sikia wewe. Anasema kama utaki kutunza kufanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho Bwana Mungu wako, ndipo atakapofanya mapigo yako yawe ya ajabu na mapigo ya uzao wako, mapigo makubwa kwa kweli ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana, naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako uliokuwa ukiogopa, nayo yataambatana nawe. Tena kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii atakutia nayo Bwana juu yako hata utakapokwisha kuangamizwa. Kama utaki kusikia na kutii na kufanya yote unayoagizwa na Torati hii, wewe ndo utatumiwa magonjwa yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Biblia na ambayo hayajaandikwa, ikiwemo mikorona hii kama mmeitengeneza wenyewe kwa hofu, kwa mihofu fulani. Kama utaki, kuna mijamaa fulani nyie mliwafanya watu watii sana misheria ya dini yenu kuliko sheria ya Biblia hii. Mliwafanya watii sana misheria ya dini yenu ya makusudi fulani ya kujifanya miungu. Shai kutoa clip fulani kwenye channel waliofuta Google. Nisema hili jamaa ni Mungu huyu ni Mungu huyu. Mbona ana misheria migumu kuliko Mungu? Watu wake wamesema usimkosee baba yetu, mkosee Mungu kuliko mkosee baba yetu. Shaonya hivi vitu. Tulikuwa tunaonya ili mugeuke kwa sababu tulikuwa najua uharibifu utakuja. Lakini kile kiburi cha nimehubiri sana, mimi ni wa siku nyingi. Walikuwepo wahubiri wa siku nyingi. Mungu akushughulika nao, akutembea nao. Walikuwepo akina Eli, Mungu alisema, na kina Samuel watoto. Mungu anaangalia moyo uliopondeka. Mungu anaangalia naye tetemeka anaposikia neno lake. Haangalii mwenye historia ya amehubiri miaka mingapi. Mungu angalia historia ya umehubiri miaka mingapi. Umeponya magonjwa mangapi? Umetapeli kiasi gani pesa za watu kwa kuambia utabarikiwa au wataenda mbinguni? Mbaki tuna minguo iliyopauka na shida kubwa kwenye maisha yao. Nimemaliza. Wewe nimemaliza bwana. Kwani wewe maandiko yajui kwamba magonjwa yanasababishwa na dhambi? Kinga ya kweli ni watu kuacha dhambi. Tunaabudu ili tuepuke vimagonjwa vya aina hiyo. Tunaabudu ili tuepuke magonjwa vya aina hiyo. Kwani wewe hujui? Naongea sasa, mmejichokea, mmekula pesa za watu, laana imewapiga mpaka vichwani. Tunaanza kuongea tu ujinga tu. Ndio tunyamaze. Kwa nini? Naweza mkapiga simu, wizara zikachukua hatua. Serikali ikachukua hatua. Shida iko wapi kufungwa? Shida iko wapi kufungwa na kuuawa? Lakini msiendelee kupotosha watu, tunyamaze tu. Nyie mnapotosha, mnaongea mitandaoni. Nyie mnatuma agent yenu. Mfuateni kamshauri. Yeye kanishauri, yeye kaja kunishauri. Yeye kaongea ofisini. Yakabaki ofisini mle. Yeye kaongea ofisini, kaongea yamebaki kanisani kwake mle. Si kaongea yako hadharani. Nikimshauri atarekebisha huyo watu walioharibu na kuwadhuru kwa hadharani.
Si tunaongea haya ili aliowadhuru waweze kuona kuna matumaini, kuna watu wako upande wa Mungu, wasimame nao. Nije wewe wa pili unasema naye kujikinga na ugonjwa ni sayansi wala si kwa no. La pili nasema tumuonyesha andiko linaloonyesha kwa corona na chanjo ni 666 au la. Muda hautoshi. Nimekuonyesha kitabu cha Ufunuo 13 kwamba pale mwanzo isemwa Biblia isingeweza kusema microchip kwa sababu hawa watu, mstari wa 18 Ufunuo 13 imesema wenye hekima na akili ndio watatambua hiki kitu. Imesema watachomwa sindano, watawekwa chapa kwenye mkono wa kuume. Wewe unataka mpaka Biblia ingeandika watachomwa sindano. Huo ni mstari wa 17. Watachomwa sindano kwenye mkono wa kuume. Wao wamechepusha ni kama wanachoma kushoto. Lakini imesema watawekwa chapa. Na unaona ile sindano wanayochomwa ina serial number, inachapa na wafanya wakubwa kwa wadogo, wasiosujudia, wasiotii wauawe. Mstari wa 16 anasema hakutakuwa na kuuza wala kununua isipokuwa unachapa hiyo. Umeshaona sasa hivi watu ajira zinapotea kwa sababu ya kutokuchanjwa. Watu hawasafiri kwa kutokuchanja. Watu hawaingii madukani, baadhi ya nchi zilizokaza hawaingii madukani bila kuchanjwa. Tapeli watu ndio tukuonyesha andiko hata moja utalipa $10,000. Mbona tumekuonyesha sijaona hata hiyo $10,000 ukinilipa? Silipa. Ndio unyenyekevu huo, ndio unyenyekevu ya mlio buni zaidi. Kusema Mungu aweza ni kiburi. Kusema Mungu anaponya ni kiburi. Kusema Mungu alisema fufueni wafu, pozeni wagonjwa, wekeni mikono juu ya wagonjwa watapata afya ni kiburi. Kwani wagonjwa hicho corona chenu sio ugonjwa? Ni kiburi. Mbona mnaweka waponi? Nategemea pia na unayemwekea mkono na kiburi kiasi gani kama mlivyo navyo nyie. Lakini swala Mungu ni kulinda hata ugonjwa wenyewe usiingie. Hiyo Ufunuo 13 hiyo sio andiko nao litaka wewe. Sanamu itainuka kwa mfano wa mwana kondoo, atanena kama Mungu. Nanena kama ni sayansi fulani yenye ubora mpaka mnaojiita watumishi na wahubiri mmeiunga mkono. Sayansi yenyewe ina vipande tu, pande vya fedha. Sikia, ni kuongezea andiko lingine kwa hapa. Katika Wathesalonike sura ya 2, huyo ni corona kama corona. Sio huyu jamaa, sio 666. Hujui kweli wewe? Corona. Wakorintho wa 2 sura ya 2 mstari wa 1. Nisome kwa njia kwa kwanza ili sababu umejitu tunasoma bado libishi, sababu lishakalishwa mijitu ya ajabu vya ovyo. Kanisa itanyakuliwa kwanza. Sio mnasoma Biblia ipi? Mimi nitasema nionyesheni hata andiko moja. Rudi kwenye ile clip niliyokuambia kule. Nimeandika title, nimeandika penye thumbnail pale kama viongozi vipofu wahubiri mliowaambia watu watanyakuliwa kabla mpinga Kristo. Asache neno kama hilo. Sakito narudia tu hapa, lakini haya ngoja nirudie. Basi ndugu, tunakusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msishtushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka udhani wao kwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Mijitu nye si mkoje nye. Wathesalonike wa 2 sura ya 2 hii hapa.
Hiyo siku ya Bwana haiji usipokuja, mstari wa 3, haiji usipokuja ukengeufu kwanza. Mimi kwenye vitabu vya Biblia vitabu vyangu ninavyoandika nawekaga herufi kubwa na bold na ikuza maandishi ili pengine si uone na mimacho gani kama miwani haioni, kwa sababu sasa hata Mungu haponyi, mmejaa miwani tu usoni. Kwa sababu mna midhambi, mnatii sheria ya dini zenu, mnakumbuka tu zaka, misadaka, michango, wakati mchango wa kweli Mungu anaohitaji ni dhambi zako na magonjwa yako. Ni mko kukamwa mizaka na misadaka. Sasa ili andiko usili kutanulie vipi uweze kuliona. Soma hapo kwenye Biblia yako. Siku ya Bwana haiji usipokuja ule ukengeufu wa kwanza, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Hii ni corona ikuwafukuza kanisani kwamba mtaambukizana. Hii ni corona haijawapa shindilia mdomoni, mvae kwamba ndio sare ya kwamba mtakuwa salama. Magufuli alisema shindilia, kwa kama ni wakumfunga kamfungeni Magufuli, kafufueni, kachukueni, msianze kututeka wengine sisi, mlimwacha yule, kamshikeni yule. Navaa mdomoni na hivi ndio salama, hii ndio kinga. Naona wenzani mara kwanza mlifukuzwa, ondokeni. Magufuli akasimama kwenye nchi ya Tanzania akasema hapana, sifungi. Na mejitu fulani mnaosema hizi ni kinga, badala ya kwamba za wataalamu ni kinga, badala ya kwamba sasa kipindi kile mungefuata wataalamu, mungefunga. Mbona kuna parokia zilifunga? Mbona kuna Katoliki walifunga? Mbona kuna misikiti ilifunga? Akainuka Magufuli akasema nashangaa sana. Biblia inasema kina Shadraka, Meshaki walifia imani, walifia injili. Kuna watumishi hamuko tayari kuifia imani, mnafuata masharti ya ajabu ajabu, ndio mkafungua. Kwa nini mnaweza hivi mnaovaa barakoa? Huko nyuma kinga ilikuwa barakoa, muendelee kukaa kanisani. Kinga si ilikuwa mjiondoe kabisa, mkae social distance, msikae kanisani. Hayo maarifa yamekuja lini? Hiyo science imekuja lini? Imekuja lini? Amesema mhubiri mmoja. Anasema hiyo corona ambayo mashabiki wa Yanga na wacheza mpira haijaua hata mmoja, ndio ikaue kanisani tu. Hapa mpaka hapa hujui corona na chanjo ni 666, hujui bado. Hujui bado. Nimalizie na huyo aliyesema mkila cha kofisha hakitawadhuru kabisa. Uliambiwa kila makusudi. Uliambiwa kila makusudi. Mkila cha kofisha hakitawadhuru kabisa. Uliambiwa ni kutafuta sumu ilipo ni kunywa, hakitakudhuru kabisa. Yesu aliwahi kutafuta wapi hiyo sumu akanywa? Hujawahi kusoma andiko linasema usimjaribu Bwana Mungu wako? Fungua Luka. Vipofu nyie. Vipofu nyie. Usikila chakula cha kufisha kitakudhuru. Hebu soma ile andiko, usimjaribu Bwana Mungu wako. Sikia. Sari ngapi? Sari nasio ngapi hapa? 4. Yesu akajibu, ya 3. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndio mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akajibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Kampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudia mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamuongoza mpaka Yerusalemu, kamweka juu ya kinara cha hekalu, kamwambia,
ukiwa ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Sikia wewe, sipotoshe watu. Utakula vyakula vya kufisha kwenye maeneo ambayo utategwa bila wewe kujijua. Sio utakula vyakula vya kufisha wewe toka jitegeshe. Na kuna watu mkichanjwa hamtatubu tena. Situlia. Kuna watu hili chanjo hili. Hili chanjo sasa ni 666 sio 666, tulia. Kama ni 666 ambayo mimi kwa mujibu wa Biblia inajua ni lenyewe. Kuna watu hamtatubu hata mlie kwa machozi. Hamtatubu. Kuna watu hamtatubu. Mkila cha kufisha mkitegwa. Wewe alikuwa na watu leo sasa naanza kutafuta nyoka, naanza kutafuta sumu kila ilipo. Leteni hiyo nile, mkila cha kufisha hakitawazuru. Mkila cha kufisha hakitawazuru. Shaona wapi? Ukitegwa. Kitegwa. Taito yangu, swali langu ni hawa wanaosema corona na chanjo si 666. Ni kweli wanasema hivyo kutoka mioyoni mwao? Kweli hawajui? Au ni njia ya kulaza wa akili washirika wao waliowapiga hela? Hii ni sauti ya mtu aliaye toka nyikani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kwa kuwa Bwana yuaja. Maranatha.